hivyo. Yeye ni Mungu mwaminifu, yeye ni Mungu mwenye nguvu, yeye ni mwenye mamlaka, ni yeye ni mwenye uwezo. Haleluya. Ambia rafiki yako ambao umeketi na yeye kwamba leo ni siku yako. Sababu siku hakuna siku nyingine. Haleluya. Mwingine akasema kama sio sasa ni sasa hivi. Haleluya. Kwa hivyo siku ya leo naenda kuzungumzia kwamba a divine permanent protection from God. Haleluya. Kunao ulinzi ambao unatokana na nguvu za kiungu ambazo Mungu anatumana siku ya leo. Mtakatifu wa mbinguni ainuliwe. Haleluya. Pendana za Bwana. Haleluya. Changamuke kwa sababu leo ni Mungu atakulinda. Itategemea vile utachangamsha roho yako. Haleluya. Kuna wengi ambao tumeandamwa, kuna wengi ambao tumerushiwa, kuna wengi ambao tunapikana na vita vikali sana. Lakini leo nimekuja kukunenea ya kwamba Mungu aliye Mungu wa miungu, aliye mwanzo na tena mwisho, aliye Alfa na Omega, aliye mwanzo na vyote vinavyo uhai na visivyo na uhai, chanzo cha kila kiumbe, akikusingira amekusingira, akikupikania amekupikania, akikulinda amekulinda. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Na ndio maana siku ya leo wapendwa, hatupatishi kuwa katika nyumba ya Bwana. Na uko mahali hapa kiajali, na uko mahali hapa kimakosa, uko mahali hapa maana Mungu aliye mbinguni amekusudia uwe mahali hapa na upokee uponyaji, upokee ukombozi, upokee amani, upokee kibali, na zaidi ya yote siku ya leo ukapokee ulinzi katika hema lako. Haleluya. Fungua nami kitabu cha Nehemia. Nehemia 4 mstari wa kwanza. Mlango ni wa kwanza mstari, mlango ni wa 4 mstari wa kwanza. Tutasoma mpaka mstari ya 15. Lakini tutasoma tukirukaruka mahali pale kulingana na mwongozo wa Mungu aliye juu mbinguni. Wangapi wako na Biblia kwa nyumba ya Bwana? Nehemia au katika Agano la Kale. Ukitoka Wafalme unaingia Mambo ya Nyakati, alafu unafikia Nehemia. Umepata Nehemia? Umepata Nehemia? Umepata ndugu Wilfred? Mwingine hapo nyuma, nani mwingine ako na Biblia hapo nyuma? Umepata Nehemia? Nehemia mlango ni wa 4, mstari ni wa kwanza. Nasungumzia a permanent divine protection. Haijalishi wapendwa jambo gani linakuumiza siku ya leo, haijalishi jambo gani linakuhangaisha maishani mwako, lakini kile ninajua ya kwamba siku ya leo Roho Bwana anatembea katika maisha yako, anatembea vile alivyotembelea Nehemia mtumishi wake. Japo kuna pinzani mingi maishani, japo kuna wapinzani wengi wanakuinukia, japo kuna maroho yanasimama katika laini zako, lakini siku ya leo neno la Bwana linatupa uhakikishio ya kwamba yeye ni Mungu wa ushindi. Tumefika mahali pale. Nehemia, umefika Nehemia? Nehemia 4, anza kusoma mstari wa kwanza. Hii ni New Testament ama Old pia? Umepata? Basi kama umepata nisomee. Kama uko mahali pale sema amen. Amen. Tuko hapo? Kuna wengine wamesema ni amen na wako hapo. Hiyo si ni uongo sasa. Kwa uwezo wa Mungu tutasoma. Nehemia 4. Lakini ikawa Balatani aliposikia ya kwamba ikawa nani? Soma vizuri. Lakini ikawa Sanbalati, sio Sanbalati. Aliposikia ya kwamba tulikuwa tukiujenga ukuta, akahadhibika, akaingiwa na uchungu sana, akawadhihaki Wayahudi, akanena mbele ya nduguze na mbele ya jeshi la Samaria, akisema, Wayahudi hao wanyonge wanafanyaje? Je, watajifanyizia boma? Watatoa dhabihu au watamaliza katika siku moja? Je, watafafanua mawe katika chungu hizi za kifuzi? Nayo yameteketezwa kwa moto. Bwana asifiwe sana. Tulizia mahali pale dadangu. Mahali anasoma mahali pale tunapozungumzia the permanent protection, inatupa picha moja katika maisha ya Wakristo. Kulikuwa na mpendwa mmoja ambaye tumesoma anaitwa Sanbalati. Sanbalati ni kikundi cha kuashiria wale waliokuwa wanapinga ujenzi wa ukuta wa Yerusalemu.
Maana kulikuja kukawa na vita katika nchi ya Israeli, na Waisraeli wakapigwa vita sana mpaka ukuta wao ukaanguka. Na wakati Mwenyezi Mungu alikuwa ametoa sheria na amri ya kwamba ukuta uanze kujengwa tena, kuna wale walikuwa wametekwa mateka, wamepelekwa Babiloni. Kwa hivyo wale waliokuwa wamepaki walikuwa wachache sana. Bwana asifiwe sana. Na kwa sababu walikuwa wachache na sauti ya Mungu ilikuwa inazungumza ndani mwao, na ndiposa wakaanza ujenzi wa hekalu la Mwenyezi Mungu. Na huyu Sanbalati akainuka, akakasirika ndani mwao alipoona wameanza kujenga. Kuna Sanbalati ndani ya maisha yako, wakati umeanza kusonga mbele, walikasirika ndani mwao, wakaudhika. Mbona dada huyo, mbona ndugu huyo, mbona mpendo huyo ameanza kujenga maisha yake, mbona ameanza biashara, mbona ameanza, wengine walisema mbona ameanza kaka kanisa. Bwana asifiwe. Ndio maana mahali hapa anasema Sanbalati aliposikia ya kwamba tumeanza kazi ya kujenga upya ukuta, alikasirika sana, akaanza kukejeli mbele ya rafiki zake na wote majeshi wa Masamaria, akisema hawa Wayahudi wanyonge. Bwana asifiwe sana. Sema hawa Wayahudi wanyonge. Yani wanasema wewe dada uliye mnyonge, wanasema wewe kaka uliye mnyonge, wewe tunaanza kazi, tumeanza shughuli zako, tunataka kujenga nyumba, tunataka kununua ploti, unataka kununua ng'ombe, huyu mpendwa mnyonge ataweza kweli? Bwana asifiwe sana. Kuna wale wanaongea vibaya, umeanza utaweza kweli? Wanasema vibaya daraja hili ya kwamba utafaulu kweli? Lazima Sanbalati wakue. Wakati nchi ya Israeli ilikuwa imeanza kuchengeka, wakasema hawa watu wanyonge, je, wataweza kujenga? Je, ataweza kufaulu? Je, ataweza kuinuka? Je, ataweza kupona? Je, ataweza kufunguliwa? Bwana asifiwe. Waliendelea kudhihaki. Kuna uwezekano unaweza kuwa na watu kama hao. Wataweza kukufunja moyo, wataweza kukuhangaisha, wataweza kushika laini zako, wataweza kukufunga, wataweza kukuangamiza, lakini kila wajui siku ya leo, hawajui mwisho wako. Wanajua tu mwanzo umeanza, hawajui mwisho utakuwa namna gani. Aliyekuumba anajua mwisho wako, japo mwanzo wako ni mbaya, unaweza kuwa ni mdogo, lakini mwisho wako mpendwa, siku ya leo tutaambia Sanbalati hawana uwezo ndani ya maisha yako. Bwana asifiwe sana. Hawana uwezo. Hata kama watakukasirikia, wasema hata mawe wanatumia yameungua, wasema hata pesa wanatumia ni kidogo, wasema ile biashara unafanya ni biashara viendi mahali, wasema hata ndoa ulio ndani hautapata amani, wanakusengenya, wanakuongea vibaya. Leo tutaambia Sanbalati, hata ukasirike, uudhike, usengenye, sisi tunaendelea. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu atukuzwe. Ndio maana unapoangalia mahali hapa anakuambia mstari wa pili, anasema mbele ya rafiki zake na majeshi wa Samaria, akisema hawa Wayahudi wanyonge wanafanya nini? Je, kusudi lao ni kujenga upya mji? Kusudi lako ni kuona ndoa yako imesimama? Je, kusudi yako ni kuona Mungu amekusingira? Kusudi yako ni kuona kwamba basi pesa zako zakusaidia? Kusudi yako ni kuona kwamba watoto wako wako na amani? Kusudi yako anakukejeli wakati unaambia Mungu singira ndoa yako, anakuambia je, huyu akataomba katachoka? Hatutachoka. Hatutachoka. Hata waseme dada utaomba utachoka, waambie sitachoka. Sanbalati mahali huko, mimi leo niko na Yesu, na Yesu ako na mimi, niko ndani mwake na yeye ako ndani mwangu, mimi ni mshindi. Lolote wamelitamka, hata kama watakukasirikia, unasema afadhali wanikasirikie kwa sababu ya kuwa na mwana, kwa sababu niwe na mwana wa Mungu. Akiwa na mimi hata watakukasirikia, hakuna chochote watakufanya. Bwana asifiwe. Kile kinafanya tunakosa kupata kile tunahitaji ni kukubali kutofika. Maana Sanbalati lazima wawe, na tunaishi na wao tu. Wengine tunakaa nao. Adui wa mtu ni mtu wa nyumbani mwake. Wengine tunawajua vizuri sana. Hata wengine wanatuomba wakati mwingine, anakuambia ndugu, nimekwama nisaidie 50. Hiyo 50 ikafunga pesa zako. Leo tunawaambia sile walizifunga, Sanbalati watazifungua. Wao wenyewe walifunga, nasi tuambia Mungu aliyetuumba anazifungua. Bwana asifiwe. Haleluya.
Unajua watu wakati mwingine nilikuwa unajua unamuibianga siri zingine hamjui. Ukitaka kumaliza watu wa kufunga pesa zako, usiwaite ndio maana nawaambia usiwaite zoe kutembea peke yako. Hata hapa Nairobi nilikuja kuona kuna mifuko huko Nairobi watu wanakonga na mtau. Usiwaite tembeanga peke yako, tembea na mwenzako. Na ukitembea na mwenzako hakikisha ako na tupeni na tupesa ndani mwake hata unaweza mpea. Nilipatanga hiyo siri. Uko nakutana na msana kuambia bwana, nisaidie tu 20 bob. Nataka kunywa chai ama na msini. Ukitoa kwa mfuko hivi umpetie hivi. Pesa yako imerokwa imeenda hivi. Ukiwa na mwenzako ukiona ile jamaa anataka pesa anataka umsaidie. My sisters why talk kwa wallet yako ukipeana ndio pesa zako zinafungwangwa hivi. Depende rafiki yangu mwambie uko na 20 bob anataka ama anataka 50. Hebu mpatie nitakupea huko mbele. Mama yuko kwa nyumba nakupea. Lakini uko nayo kwa mfuko. Unajua nilitaka niharibu pesa zako. Lakini kwa sababu umenipea kupitia kwa huyu, au siwezi haribu. Umemweza. Lakini ukitembea peke yako anakunasa, tena naombanga ile kwa mfuko. Unashinda hii jamaa alikuwa anajua aje. Naenda wapi my sister? Alafu kuna nini? Kuna wengine wanakuja na wasema kwa tao. Wanakuja saa hii. Vile nilikuwa nataka kukuombea. Sasa ajui yuko. Mgeni ajui. Anatoka wapi? Makasi. Mbakazi. Neema ya Mungu ikusaidie. Neema ya Mungu ikusaidie, singetaka uende. Lakini sababu umekirikiwa simu enda. Bwana asifiwe sana. Sababu ukiwa peke yako, hivyo ndio sasa unaonanga wapendwa na kuna mmoja 50 yake ilienda. Unajua pesa yake ilienda 50. Ndio Robert. Unaweza kumbuka ile mtu ulipewa ukifika nyumbani 50. My brother. Mungu atakusaidia. Never worry. Bwana asifiwe sana. Wataona mwanzo wako ukiwa mdogo, wataona maono yako yakiwa madogo, wataona familia yako ikiwa ndogo, wataona shughuli zako zikiwa kidogo, watasema hautafaulu, watajiuliza maswali mabaya. Je, wataweza kufanya siku moja tu? Je, wataweza kufanya mawe yarundikane tena? Je, wataweza tena kuchenga upya? Unawaambia tutaweza, si kwa uwezo wetu bali aliye ndani mwetu. Unawaambia nitaweza, sio kwa sababu mimi bali aishie ndani mwangu ndiye ataweza. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Hebu nisomee mstari wa 7 na 8. Nisomee mstari wa 7 na 8 tena. Harakisha. Lakini ikawa Sanbalati na Tobia na Waarabu Waamoni na Washtoti waliposikia ya kuwa kazi ya kizitengeneza kuta za Yerusalemu inaendelea, na ya kuwa mahali palipobomoka panaanza kuzibwa, basi wakakadhabika mno. Wakafanya shauri wote pamoja kuja kupigana na Yerusalemu na kufanya machafuko humo. Bwana asifiwe sana. Yaani wakati waliposikia, kwanza walisema ya kwamba biashara yako iishi, wakasema muachane kwa ndoa, wakasema maisha yako yasiendelee, wakasema kazi yako iishi, wakasema mipango yako isambaratike. Wakati walisikia bado unaishi, wakasema bado unafanya biashara, wakasema bado unaishi, wakasema bado uko kazi, wakasema mabango yako inaendelea. Maandiko yanasema walikasirika sana, wakakula njama ya kukujia. Haijalishi ni njama gani wanakula siku ya leo. Bwana asifiwe. Wamekula njama. Mahali wamekutana leo tunatuma moto. Mahali wamekusanyika tunatuma moto. Ile hema ambalo limekusanyisha, wapange njama mahali pale. Lishike moto. Lishike moto. Lishike moto. Lishike moto. Lishike moto. Hema lao. Lishike moto. Hema lao wachawi. Lishike moto. Bwana asifiwe. Najua the more you send fire, the more itashika moto. Amen. Maana walikusanyika, walikula njama. Maandiko yananiambia mstari wangu wa 8, wakala njama kwa pamoja kucha Yerusalemu kuwashambulia. Walikula njama. Wewe wakati unahangaika saisi, kuna wale walikaa wakakula njama, kumbe wakapanga wakasema huyo dada hangaike. Kumbe kuna watu walikula njama wakasema kazi yako iishi. Leo tunawaambia hawataweza. Leo tunawaambia tunaposesi hiyo yetu. Bwana asifiwe. Walikuwa wanaitwa Sanbalati na Tobia. Kama hujaijua, kwa kanisa kwa hekalu la kwanza wao majamaa walikuwa. Na kwa sababu walikuwa, roho zao zinafanya kazi mpaka leo. Wako mpaka leo. Walikula njama. Ndugu yangu walikula njama. Sio ya kwamba huko nafaa, bali walikula njama.
walikutana. Mara nyingi naenda kwa maombi naambia hema lote ambao wamekutana ndani, kama ni nyumba ya nyasi ishike moto, kama ni ya mapati upepo itoe, kama ni ya mawe isambaratike. Ndio hema ambayo wamekutana ndani. Hiyo hema ambayo wamekutana, walikula njama. Yaani wakati walisikia bado naishi na Nuko, wakasema atoke kwa hiyo ndoa, walikula njama. Haijalishi ilikuwa ya watu wawili ama walikuwa watu watatu, lakini maandiko yanasema walikula njama ya kukuja kushambulia mtu wa Yerusalemu. Naye Mungu hakukubali. Walikula njama dada, ili utoke kwa nyumba yako. Na leo tunawaambia waliokula njama, tunatuma moto. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hivyo sauti ya Bwana inapozungumzia juu ya njama, wapendwa, it is up to you. Ukuwe determined. Kuwa determined, jiweke nguvu. Jiweke nini? Jiweke nguvu. Nisomee mstari wa 4 mpaka wa 6. Soma mstari wa 4 na 6. Alafu tamalizia mahali pale. Rudi nyuma mstari wa 4 na 6. Ndipo sasa hapo. Mstari wa 4. Sikia Mungu wetu. Ndipo Mwenyezi Mungu maana tunadharauliwa. Sikia Mungu wetu, maana tunadharauliwa. Warudishie mashutumu yao juu ya vichwa vyao. Na urudishe mashutumu yao juu ya vichwa yao. Yaani yale walisema ya kwamba kuwe na kifo kwako, iwarudie wale wenyewe. Walisema kasi yako isambaratike, ya watoto wao isambaratike. Wakasema ndoa yako yaribike, ya watoto wao yaribike. Uwashutumu juu ya vichwa vyao. Hapo ndipo sasa Nehemia alimuomba Mungu. Akasema ninakuomba Bwana, sikia vile wanatusuchumu, sikia vile wanatukejeli, sikia vile wamekula njama juu yetu. Kile wamesema kifanyike kwetu, wacha kifanyike kwao. Bwana asifiwe. Unajua ndio hapo naonaga mtu anasema sikutaka mtoto wangu akufe, nilikuwa nataka wa jirani akufe. Kwani wa jirani ni maone wako ndio mtoto? Huko nataka eti mtoto wangu sikutaka akose kasi, nilitaka tu wajirani wakose kasi. Kwani wajirani sio watu wana mahitaji, wako ndio wana mahitaji. Kwa hivyo kile ulitakia mwenzake kifanyike kwao. Endelea dada. Ukawatoa watekwe katika nchi ya uhamisho. Wala usiustiri uovu wao. Wala usifute dhambi yao mbele zako, kwa maana wamekukasirisha mbele ya hao wanaojenga. Basi tukajenga ukuta, nao ukuta wote ukangamanishwa kiasi cha nusu ya kimo chake. Maana watu walikuwa na moyo ya kufanya kazi. Bwana asifiwe sana. Maandiko yangu, Kiswahili yangu naipenda sana. Napenda sana this Kiswahili. Inasema hivi, ndipo nikamwomba Mungu nikisema, Mungu wetu, sikia wanavyotukejeli. Urudishe dharau yao juu yao wenyewe, na uache watekwe na kuchukuliwa mateka katika nchi ngeni. Kamwe usiwasamehe hatia yao, kwani wamekukasirisha mbele ya wajenzi. Lakini tuendelee na ujenzi wa ukuta mpaka ukafika nusu yake, kwa sababu watu walikuwa wamedhaminiria kwa dhati sana, walikuwa wamejitoa kwa dhati sana. Bwana asifiwe. Ombi langu siku ya leo na ombi lako ni ya kwamba Baba, tunakuomba siku ya leo, wote ambao wamekula njama juu yetu, iwarudishie wenyewe, na wala usisamehe dhambi zao. Yale makosa ambao wameyafanya, wamekasirisha watu wako, na kwa sababu mmejitolea, tutajenga kanisa la Bwana mpaka lifike mwisho. Tutajenga kazi ya Bwana kwa sababu umejitolea. Kazi yako itainuliwa kwa sababu umejitolea. Biashara yako itaendelea. Bwana asifiwe. Iko siku moja wapendwa, nilianza biashara ya viatu. Nilikuwa natoka na nyuki nikikucha Isili, nikichukua viatu za wadada na wamama. Dada moja akakuja akasema, ameanza biashara sitaenda wapi. Lazima kukuwe na watu kama hao. Bwana asifiwe. Lazima kuwe. Nayo baadaye nikasikia pia ameanza duka. Akasema na Mungu ambariki aende. Maana hakujua kile alikuwa anasema. Maishani mwetu kuna watu ambao wako tu tayari kupinga kile unafanya, kiwe kizuri kiwe kibaya, na wanakula njama ya kukuharibia mambo yako. Yaani hata umefanya jambo ambalo linastahili lipewe hongera, anasema ungefanya. Wako tu mahali pale kukejeli kile unafanya.
Ombi lako siku ya leo, kile ambacho umekuwa wakitamka kibaya juu yako, ambia Mungu, ninakusihi kwa rehema na huruma zako, vile ulivyosikia maombi ya mtumishi wako Nehemia, na kazi yako ikaendelea, na ujenzi wa nyumba ikaendelea, na hekalu likarejea mahali pake. Ninakuomba unirejeshe pia mimi, ukasingire ndoa yangu, ukasingire watoto wangu, ukasingire mke wangu, ukasingire mume wangu, ukasingire kazi yangu, ukasingire fedha zangu, chochote ambacho ninakabidhi kwako wewe Bwana ukakisingire, kwa sababu yeye ni Mungu. Usivunjike moyo. Usivunjike moyo. Ni wewe mwenyewe kuchukua hatua. Wapendo hao walipitia upinzani sana. Mungu anakuja na kuchekelea, anasema hata unachenga nyumba na mawe imeoza. Yeye anakuambia ile pesa umeanza nayo biashara ni kitoko sana, utaenda wapi? Anakuambia ile ndoa unaingia utaenda wapi? Kwani wewe utaweza? Anakuambia ile kazi unatafuta utapata, utahangaika. Tunawaambia leo wote wamewaza juu yetu ya warudie. Amen. Bwana asifiwe sana. Simama kwa mkuu wako. Simama kwa mkuu wako. Anza kuandaa moyo.